Alahi, katiba tunasema kwa mujibu wa Islam ni haramu kushiriki. Ndugu wasikilizaji, na tumemsikia ndugu yetu hapa na watazamaji namna gani alivyoonesha haramu wa katiba. Sasa juu ya haya yote yaliyozungumzwa, ndugu yangu Masudi, una chochote cha kuongezea au cha juu ya swala hili? Ndugu wasikilizaji na watazamaji, Muislamu anapotajiwa tu msingi wa katiba hizi kwamba wanatokana na akida ya kirasilimali au fikra msingi, imani, itikadi ya mfumo wa kidemokrasia ambao ni kutenganisha maisha mbali na siasa mbali, ile pale tu ili kushatosha. Lakini kwa sababu ya Waislamu kuanguka kifikra, tena inabidi waonyeshwe na aya nyingine. Lakini pamoja na hayo, saa hizo ni dalili ambazo ziko wazi na za kat'i ambazo hazina shaka kwa mtu ambaye hata anayetumia akili yake tasiyojua hizo aya. Sawa, katiba hizi za kibinadamu zina mapungufu kwa hoja za kiakili. Akili tu lao mtu atapima, atakuwa mwerevu kidogo na mchambuzi akapima kwa hoja za kiakili, basi itamdhihirikia hivyo. Kwa mfano, swala la kwanza, wanadamu asili hawawezi kukubaliana wote kwa pamoja na wazo moja. Katiba wakakaa wote wanadamu, kwanza atakuwa si wanadamu. Sawa? Yaani wewe fikiria kama mtu kama mwalimu mle darasani tu, watu akuuliza jambo, kila mmoja atakuwa na jawabu yake na mawazo yake. Sawa? Kwa hivyo mpaka yale mawazo kuna mtu kayafunga yote kwamba mawazo yenu mmeshatoa, lakini tunayoyakubali ni haya. Adoption yetu au tabani ni hii. Kwa hivyo wanadamu hawawezi kukubaliana. Kwa hivyo ukiangalia katiba hizi za kidemokrasia, wanasema wao wana mchakato wa kuchukua maoni ya watu mbalimbali. Sawa? Na pesa nyingi zinatumika, sawa, shanifahamu, na gharama kubwa inatumika kwamba wafikie mahala muafaka wa pamoja ili watoe katiba, shanifahamu, ambayo itakuwa watu wote. Kitu hicho kwa ni muhali katika maisha ya mwanadamu. Wanadamu wana mitazamo tofauti. Sawa. Wanadamu wana vipawa tofauti. Wanadamu wanajua mazingira, shanifahamu, kwa mujibu mtu mazingira aliyofika. Mtu aliyopo hapa, shanifahamu, na mtu aliyoko Uingereza na mtu aliyoko sehemu nyingine, mazingira yao ni tofauti. Sawa. Mwisho wa maneno, badala ya yote akili ya mwanadamu ina mipaka. Sasa ukiangalia kwa hoja ya kiakili kwamba muafaka baina ya wanadamu katika suala la katiba au sheria kwa ujumla, sawa, sheria yoyote ni suala ambalo halipo. Kwa hivyo suala hilo la katiba ni suala ambalo ni muhali kuwa na ufanisi. Sawa. Halafu tuna suala jingine kwamba tukisema wanadamu hawakubaliani, kuna mifano kadhaa. Tuangalie mchakato kama huu wa katiba wa Tanzania. Jaji Warioba kasema karibuni kwamba sio maoni yote ambayo yatachukuliwa yazingatiwe ndani ya katiba. Sawa? Bali yatazingatiwa yale maoni ambayo yanalenga katika maslahi ya nchi. Kwa hivyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba huu mchakato wote wa kuchukua maoni ya watu, tunaifahamu, ni mchezo wa kuigiza, ni usanii. Sawa? Halafu ukisema kwamba kuna kitu kinaitwa maslahi ya nchi, katika mfumo wa kidemokrasia unasema kwamba ni wananchi ndio watoe maoni kwa sababu katiba ni yayo. Kwa hivyo wao ndio watoe hiyo taarifu, hiyo maana ya maslahi ya nchi ilikuwa itoke kwa hawa watu. Haya ndo maslahi ya nchi, haya maoni haya. Si watu wachache wale watatu. Watu wawili watatu waseme kwamba haya ndio Sasa inaonekana kuna watu wameweka kitu kipimo hichi. Sawa, kwamba wanapiku wanayakataa haya, kipimo kiwe ni hichi hapa. Sawa? Kwa hivyo utaona hii ni dalili ya wazi kwamba mwisho wa maneno, ushanifahamu, watu wataambiwa watoe maoni yao, lakini kumbe pameshafungwa kwamba ni mambo fulani ndiyo ambayo yatazingatiwa ndani ya katiba husika, kwa sababu wanadamu hawezi kuwafikiana, ila kuna watu fulani ushanifahamu, maoni yao ndiyo yatakaochukuliwa. Sawa? Kwa hivyo kuwachezea watu akili zao. Sawa. Kwa hivyo ukipata dhambi za bure na kupoteza muda wao, ushanifahamu. Sasa uangalie, ushanifahamu, Tanzania ina karibu watu milioni 50. Wewe useme uunde katiba kwa kuchukua maoni ya watu milioni 50. Kutokana na maneno zungumza wale kwamba wao wanasema kila group liwakilishwe. Wengine si kweli kama kila group litawakilishwa. Halafu ukiangalia hoja nyingine kwamba asili katiba, mwisho wa maneno, katiba itakavyozunguka, kadiri itakavyozunguka, mwisho lazima ipate saini ya rais ndio ifanye kazi, ndio iitwe sheria. Na kwa hakika hii sio katiba tu, ni sheria yoyote. Sheria tunaifahamu hata ishapitishwa na bunge, lazima ipate signature ya
rais mtawala ndio naambiwa anaweza kufanya kazi. Hii maana yake nini? Asili kumbe sheria ni milki ya mtu mmoja tu. Kwa hivyo nyinyi ushanifahamu, mnamsaidia ushanifahamu katika mchakato ule, halafu ataangalia anachokitaka asichokitaka, atatoa ushanifahamu. Nitatia saini lakini naondosha hicho natia saini, au fanyeni marekebisho hivi. Fanyeni marekebisho. Kwa hiyo marekebisho anatoa yeye, sio nyinyi. Kwa hiyo mawazo yenu yenyewe yote yamevunjika pale. Kwa hivyo ni milki ya mtu. Kwa hivyo ni milki ya mtu mmoja. Halafu iko kama tulivyosema mwanzo awali kwamba katiba ni mjumuiko wa zile kanuni msingi ambazo mtawala huzitumia baina yake, mahusiano yake na watawaliwa. Shanifahamu kwamba mwisho wa maneno ni milki ya mtawala. Sawa? Kwa hivyo ikiwa ni milki yake, sawa, shanifahamu. Na asili ya utawala huwezi kuugawa utawala. Sawa, hakuwezi kuwa na watawala wawili. Anaweza mtu kuchukua rai mtawala, rais au yeyote kiongozi yote, lakini hafungiki na rai ile. Sawa, atachukua tu rai zenu pap, shaifahamu. Akitaka atachukua, kusikiliza. Sawa. Kwa hivyo maumbile ya dhana ya utawala ni kitu cha mtu binafsi, ni individual by nature ile utawala. Sawa. Kwa hivyo mkisha kumaliza yote shaifahamu, ni mtu mmoja ndio anayekata shauri kwamba hichi kipite, hichi kisipite, shaifahamu. Kwa hivyo ile dhana ya watu kwamba katiba yetu, kwa hakika huu ni uongo ambao wa mchana uko wazi. Halafu hoja nyingine ya kiakili kuonyesha katiba hizi sizo ni ile hali ya kwamba katiba hizi kila siku ni viraka. Sawa, kwamba zina mapungufu fulani inabidi ziongezwe, zijalizwe, ama kutapunguza kitu au kutaongezwa kitu. Unaambiwa kilikuwemo kitu fulani lakini kimetolewa. Sawa, au kilikuwa hamna kitu fulani kimeongezwa. Hii maana yake nini? Hii humaanisha kwamba mwanadamu anakiri kimaumbile kwamba mimi Mola wangu ni dhaifu. Sawa, siwezi kujitengenezea sheria ikawa na ufanisi, ikawa na utulivu, ikaleta utengamano, ushanifahamu, ikawa thabiti. Anaomba msaada, ushanifahamu. Lakini sasa ushanifahamu, msaada ule hajinyenyekeshi kwa Mola ambaye kamuumba, kufanya tena ujanja akaingiza chengine, akavuta muda kidogo, akaharibu zaidi, akakaa tena kidogo, inamjia ile hisia kwamba mimi kumbe ni dhaifu. Lakini baada ya kunyenyekea akarudi kwa huyu muumba, akasema nimekubali, ushanifahamu, kufanya tena ujanja akaingiza chengine, shanifahamu. Sasa utaona kwamba kwa mfano katiba ya mwanzo maarufu ya kuandikwa ni katiba ya Marekani, imeandikwa katika mwaka 1787. Ilipofika mwaka 1791, miaka mingapi? Mmetiwa mabadiliko makubwa, zimetiwa hizo Bill of Rights, yani hizo haki za msingi za mwanadamu. Yani kumbe kupigana kote na Muingereza na mambo yote aliyoshafa, hawakuweza kujua hata zile haki zao kipindi kile wanaandika katiba. Sawa. Na wasomi wote wakakaa convention, yani jopo kubwa la watu kutoka state mbalimbali ndani ya Marekani kwa ajili ya kuandika katiba ile. Vitu hivi hawakuviona. Sasa hivi viraka ushanifahamu, ni dalili ya kiakili ya kukiri mwanadamu kwamba ana mapungufu na anahitaji yule ambaye atatoa katiba, ushanifahamu, ambayo haina viraka. Katiba, tuseme katiba kama inaosifiwa kubwa ya India ambayo ina nchi katika nchi vinara vya kidemokrasia ina viraka sijui kama 100 na sawa, na mwanadamu huyu bado hajataka kujinyenyekeza kwa Mola ambaye ni muumba. Alafu kuna hoja nyingine ya kiakili kwamba katiba na sheria zote tunazo katika nchi zetu asili zinachukuliwa kuwa ni za Kiingereza, hata kama itafasiriwa Kiswahili, ushanifahamu reference ile katiba yenyewe. Kama tuseme Qur'ani, unaweza kuandika pale kila sifa njema. Panapokuwa pana mjadala wa kutaka kuangalia kitu chochote, marejeo lazima yarejewe lugha ya Kiarabu. Hizi ndo katiba zetu. Katiba zetu ushanifahamu ni katiba ambazo ushanifahamu ni unyonge ambao hata ile lugha yetu basi haina, ushanifahamu. Japo kwamba tutafasiriwa kidogo tupate mwanga, lakini panapokuwa pana mzozo wa kutaka kuangalia jambo fulani, dhana fulani, lazima turejee katika katiba ya Kiingereza. Kwa hivyo katiba zile si zetu kilugha wala si zetu kimaudhui yaliyomo. Sawa. Na imekuwa hivyo kwa sababu sawa, nchi zetu ni nchi ambazo zilitawaliwa na Waingereza na mpaka leo ziko chini ya himaya ya madola makubwa. Saifa. Ama itakuwa Uingereza au itakuwa Marekani. Hao wenye dunia, mabepari ambao wanatawala dunia, kutaka kwamba moja katika kitu ambacho tutakawadhamini wajue zile nchi inasimamiwa na sheria ziko vipi. Kwa hivyo hawaruhusu hata ile kwamba nyinyi mtumie lugha yenu mkaja mkabadilisha mambo ambayo wao wataharibia maslahi yao. Kwa hivyo katiba lazima zibaki katika msingi wake na sheria nyingine zote katika msingi wa Kiingereza. Lakini si hayo tu.
Katiba zetu zinazofanya katika nchi zetu zinategemea makubaliano ya maazimio ya kimataifa. Mfano kama tunachukua hiyo haki za binadamu, ushanifahamu, tunachukua convention nyingi miafaka mbalimbali ya kimataifa, sawa, na sio katiba lakini hata sheria mbalimbali. Sheria za mambo ya kazi lazima zichukuliwe conventions of zilitolewa na ILO, shirika la kazi, ushanifahamu. Ikiwa kuna mambo ya ukimwi, ushanifahamu, itazingatiwa shirika la kimataifa la ukimwi linasemaje, ushanifahamu. Kwa hivyo kila kitu kinazingatia maazimio, ushanifahamu, na miafaka inayoitwa miafaka convention ya kimataifa ili kuzifanya. Kwa hivyo kimsingi si sheria zetu kama tunavyosema, sawa, wala katiba zetu kama tunavyosema, kwa sababu zinategemea moja kwa moja mawazo na fikra na mitazamo ya nchi kubwa za kibepari za magharibi. Halafu point ya nyingine, suala la muda. Rais Kikwete alisema kwamba tufanyeni katiba, tujitahidini angalau ichukue miaka 50. Hii dalili yake ni nini? Dalili yake ni kwamba hata ile katiba haijafanywa. Ushanifahamu? Umeshakubali kwamba kumbe hatuwezi kuandaa katiba ambayo juzi jukwaa la katiba limepeleka nataka kwenda mahakamani na wameruhusiwa Jumatatu wende mahakamani. Hata hiyo katiba yenyewe haija. Naam. Sasa hali kama hii ni kukiri kwa mwanadamu kwamba hawezi, ni dhaifu, ushanifahamu, naende. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa. Kwake yeye ndo Mwenyezi Mungu anazo funguo za ghaibu, hakuna anayejua isipokuwa yeye, ushanifahamu. Na anajua ya'lamu ma fil barri wal bahri, anajua yale katika bara na katika bahari. Wama tasqutu min waraqin illa ya'lamuha, manake min al-akali, hata lile jani dogo la mti kama muhina tunalolijua likianguka Mwenyezi Mungu anajua limeanguka wapi, kwa spidi gani, ushanifahamu. Ile elimu yake ambayo haielezeki. Au Mwenyezi Mungu nyingine akasema katika sura an-Naml, akasema alla tasjudu lillah alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Kwa kuwa watu wana nini manake? Hawamnyenyekei Mwenyezi Mungu ambaye anajua, ushanifahamu, yaliyofichikana katika ardhi na anajua wanayodhihirisha. Na yani Mwenyezi Mungu, mwanadamu kwa unyonge kama huu wa kuanza kusikitika, kupeleka mchakato mahakamani, kulia kuhusu muda, kwa nini tena hapa hatujinyenyekezi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni mjuzi wa kila kitu, ushanifahamu. Hatujui hata jambo gani litokezea baada ya sekunde moja, hatujui hayo, ushanifahamu, lakini Mwenyezi Mungu anajua. Kwa hivyo tumkabidhi yeye, kwa sababu yeye ndo alotuumba, sawa. Halafu mwisho kusema kwamba katiba naundwa, katiba za kidemokrasia kwa ajili ya kuridhisha makundi yote. Ili suala ni muhali, sawa, yani suala ambalo haliwezekani, sawa. Mna wasagaji, ushanifahamu, kuna mabaradhuli, kuna wizi, kuna vibaka, kuna aina mbalimbali za watu. Useme kwamba wewe unataka uwaridhishe wote hawa. Karibuni Ufaransa walipitisha sheria ya kuruhusu ndoa za jinsia moja. Huku wanapitisha ndani ya bunge, ushanifahamu, huku nje watu wanaandamana wakirusha makopo na marungu kwa askari, watu wanaita watetezi wa mambo ya familia na watu wa dini. Watu wa dini, ushanifahamu, wanapinga. Lakini sheria ikapitishwa. Sasa na Julai rasmi ndoa ya kwanza itafungwa, ushanifahamu. Sasa hapo ukisema uridhishe makundi yote katika kadhia kama hii, nani aloridhishwa? Mabaradhuli. Hawa ndo maana wengi. Ushanifahamu. Kwa hivyo dhana ya kusema kwamba katiba za kidemokrasia zinaundwa kuridhisha na watu wa makundi mbalimbali ya kidini ya nini, ushanifahamu, yatoe maoni yao, ushanifahamu, ni dalili moja kwamba hizi katiba ni katiba ambazo hazifai, na katiba inayofaa, ushanifahamu, itokane na vyanzo sawa ambavyo ni Qur'ani na Sunna. Qur'ani si katiba, sawa. Qur'ani ni muongozo, katiba yetu ushanifahamu ya Kiislamu ichukue muongozo. Qur'ani ni mjumuiko wa mambo mengi ndani yake, ushanifahamu. Kwa hivyo yanatolewa baadhi ya mambo yanakusanywa pamoja, ushanifahamu, yanatolewa ndani ya Sunna na kusanywa pamoja, naambiwa hii ndio katiba. Kwa hivyo aya na zile hadithi zinazozungumzia masuala ya utawala, ina maana zile zikiko pamoja itakuwa ndio katiba. Sawa. Na za kuhusu swala na nini itakuwa mambo ya fiqh ya swala. Kwa hivyo Qur'ani ni zaidi ya katiba. Hichi ni kijisehemu kidogo. Hasa labda kwamba mtu anasema Qur'ani, naam, ile dhana ambayo tunakuwa nao anasema Qur'ani ndio katiba yetu, na Qur'ani huwa hafahamu maana katiba. Bali katiba sisi Waislamu inakuwa ni mustambat min alkitabi wa sunna, inatoholewa kutoka ndani ya kitabu na sunna, kwa sababu Qur'ani ina mambo mengi,
mambo ya pepo, mambo ya jahannam, mambo ya hurul aini, mambo ya adhabu. Mambo haya si katika sheria za kuishi binadamu, na katiba ni taratibu na nidhamu ambazo zinapangwa kuweza kuwatawala wanadamu. Sasa Qur'ani ina mengi zaidi ya katiba. Vile vile katika sunna kuna mengi zaidi ya katiba. Kwa hiyo hutolewa katika kitabu na sunna tukapata katiba ya Kiislamu ambayo inakuwa ni katiba kudumu isiyokuwa na kombo. Sasa mimi labda nikuulize tena swala ndogo Ramadhan. Kuna baadhi ya Waislamu hawa ambao wana dalili nyingi ambazo wanazitumia, nitazitaja lakini kwa sababu nataka unijibu swala vidogo hapa viwili kabla kujajua swala hili. Hapa katika mazungumzo umetajwa sana secularism, kutenganisha dini na maisha, ambao ni ubepari. Mfano kama katiba ya Tanzania nasema ni katiba ya ujamaa. Kwa hiyo hivi mimi ninavyojua ubepari na ujamaa ni vitu viwili tofauti. Je, katiba hizi za kijamaa vipi? Alafu hiyo nataka kujibu kwa ufupi tu. Alafu haya marekebisho ya mchakato wa katiba si mchezo wa kimagharibi, kwa sababu ukija katika trend ya ule mfululizo wa harakati za kisiasa, utaona walipokuja ukoloni walikuja kwa pamoja, walipotoa uhuru walitoa uhuru katika zama zile, ilipokuja vyama vingi vimekuja kwa sasa hivi marekebisho ya katiba yanakuja kwa nchi kadhaa. Sasa hii hapa vipi hapa? Sijakuwa tuchezea akili kama tuchezea huko nyuma. Hakika sawa. Ama swala la mwanzo kwamba tumezungumzia kutokufaa kwa katiba za kidemokrasi au za kibepari, vipi za kijamaa au za komunisti? Tunasema hizi ni ashadu, zote za kikafiri, kwa sababu ikiwa katiba ya kibepari, katiba ya kikomunisti, katiba ya secularism kwa kibepari, kwamba wao wamemtambua Mungu kuwepo kwake, lakini hawamtambui katika kutunga sheria na taratibu za maisha ya binadamu. Ikiwa hii ni ukafiri, vipi ya kijamaa ya kikomunisti socialism inasema hakuna Mungu kabisa? Ni ashadu kufuru. Basi imetosha. Twende swala hili. Ama swala pili ni dhahiri, huu ni mchezo, tunachezewa akili zetu, tena tunafanya kama watoto wadogo. Sasa tunafanya kwa sababu gani? Dunia inatawala mfumo wa kibepari sasa, dunia nzima. Hakuna jambo litakalofanyika pasina idhini yao wao makafiri. Na ukitaka kujua kama ni matatizo, kama ni tunachezewa akili, ni Mtanzania gani ambaye anavuja jasho aliwaza katiba badilishwe? Mtanzania gani? Ikiwa Tanzania yenyewe katiba ile rangi ya katiba hawajui, nyeupe, blue au kijani, wala hata hawajui kusoma. Wanafunzi wachache wanaosoma sheria. Tena kama nasoma education hata katiba pia hatuijua. Kama nasoma science katiba hatuijua, mpaka nasoma sheria unaweza kaijua. Katika 10,000 wawili ndio kwa interest wao wenyewe binafsi, ikiwa si moja. Ikiwa si moja. Na sasa Watanzania wangapi wataka katiba badilishwe? Na ukitaka kujua kama huu ni mchezo, Watanzania wanafikia dada milioni 50 waliotoa maoni ya katiba 300,000. Sasa si ilikuwa wanakwenda watu wanahudhuria, lakini washamaliza katiba, wataka kuna paka mahakamani tena, kuna maoni mengine tena shafika tamati yao, wataka paka wengine ndio mahakamani kushtaki kwamba hajaridhika na hali ilivyopelekwa. Sasa ikiwa Watanzania milioni 50, katiba imetolewa maoni ya watu 300,000, swali, je, katiba hii ni matakwa ya Watanzania wenyewe au ni matakwa ya wachache walioko nje ya Tanzania wameleta hao maagizo katiba ifanywe kazi badilishwe? Pengine hao wamewakilishwa katika wale, au wote wamewakilishwa kina nani? Kwa sababu mimi ninavyojua kuna ndio hizo international conventions ambazo lazima ziingie direct. Hizi wanasema matakwa ya Watanzania. Lakini hizi ambao hizi za ndani hizi, si tunaona maustadhi wanashajiisha watu wanakwenda. Sasa si wamekwenda? Swala la kwenda ni kutokufahamu kitu gani kinaendelea. Hizi katiba kama nilivyozungumza mwanzo na alivyozungumza al-akhi Muslim Salem, si Tanzania tu marekebisho haya. Haya marekebisho ni nchi kadhaa za Afrika na za dunia tatu, ulimwengu wa tatu. Inaonekana wazi ni maagizo haya. Hata hivyo kuja uhuru nchi zilifuatana 60, 61, 62, 63, 64, 65. Nchi ya mwisho kana Afrika Kusini, nafikiri Hong Kong kupata uhuru, zote kupata uhuru. Lakini nyingi ukuta kwamba ni maagizo maalumu yale ya kupata uhuru. Sasa na swala la katiba ni wazi ni agizo maalumu, na utaona hiyo katiba yenyewe bado hiyo katika msingi wa Kiingereza. Ni asilimia ngapi wa Tanzania wanajua Kiingereza? Mpaka katiba hiyo katika msingi wa lugha ya Kiingereza. Ina maana huku ni kuchezwa akili. Nasema kitu gani? Nasema kwamba wazungu wamehisi wabepari mfumo utakuanguka
wanafanya kufanyia repairing, reformation, yani kuongeza uhai tena mfumo ambao unakaribia kuondoka. Hauna tena muda, uko Misri ushanguka na ubepari upo njiani kuanguka. Na sisi Waislamu ndio waangushaji wa ubepari. Sisi Waislamu ndio waangushaji wa ubepari. Swala jingine jipya, lakini kabla hapo, kabla kuja kwenye swala, na inawezekana kutokana na muda sitokuuliza mimi swala hilo. Nataka hapa unieleze sasa, kuna hawa maustadhi au kuna hawa baadhi ya Waislamu ambao wanasema sasa kushiriki katika swala hili la katiba ni dharura, kwamba Waislamu kwa nini tubakie nyuma? Siku zote tumeachwa tu nyuma kwa sababu kwanza kuna maslahi ya Waislamu na au ya kibinadamu. Kwa hiyo katiba ndio tukatoa maslahi, na hunukuu mpaka baadhi ya aya wakasema ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kwamba mtume sallallahu ameletwa kama ni rehma, kwamba mtume akaletwa kama ni maslahi. Kwa hiyo na sisi jambo la kimaslahi, kwani tuliwache? Kuna hiyo hoja pia hutumia pia, sio kwamba ni dharura, kwamba inapokuwa hatuna uwezo sio kutekeleza Uislamu wetu na dini yetu, basi hata hivi nafasi kama hiyo tuvitumie ili yani kama mtu hukumu kule nyama nguruwe wanasema, lakini unapotokea dharura inabidi ule. Sasa na hapa hutumia nafasi hii ya hukumu hii, lakini pia kwamba anasema kwa nini tuwaache peke yao wa makafiri? Yani sisi tusiposhiriki katika mchakato zitaingia fikra za kikafiri tu, hasa za Kiislamu zitapatikana. Kwa hiyo na sisi tuingize hata turuhusiwa, sababu utakuja kuzuia hata kusoma adhana. Kwa hiyo sisi tusikae nyuma. Naam. Alafu kuna dhana ya kwamba mfumo Kristo, kwa hivyo Waislamu wasipokwenda kule mfumo Kristo tutatawala, tutachukua nafasi. Lakini pia huchukua baadhi ya matukio matukufu ya Uislamu. Wasema ni sulhu ya Hudaybiyah, mtume alifunga na makafiri. Kwa hiyo na sisi kwa kutumia nafasi hii ya katiba huoneka ni hiyo kama ni sulhu ya Hudaybiyah. Sasa lakini pia kuna kitu ya katiba ya Madina ambao kwa lugha istilahi inaitwa muahad. Sawa hii tunaona kwa mtume alifanya nini? Alifunga. Lakini pia mtume sallallahu alaihi wasallam kabla kuwepo Madina kuna vita hivi hapa vilipiganwa, sawa lakini baadaye tukaona ikatokea nini ile kwamba wakaa katika mapatano, au sio? Ikaja hapa inaitwa hilful fudhur. Pia kuna kitu kingine hariba al-fijar. Sasa vitu kama hivi wanakuwa wanavitumia, je, si wana mashiko ya kushika? Lakini pia kisa cha Nabiiullah Yusuf alayhi salam, sisi tunakipia kinanukuliwa, au waqala rajulun mu'minun min ali Firaun yaktum ambao wewe alikuwa anaficha imani yake. Sasa sisi tuna haki ya kushiriki katika swala kama hili. Sasa je, unasemaje? Je, hizi ni hoja ambazo zina nyingine za kiakili, nyingine zimechukuliwa katika Uislamu. Je, utasema tuanzie na hii kwamba ni kwanza ni maslahi ya binadamu kushirika swala kama hili? Bismillahirrahmanirrahim. Kabla ya kujibu hoja yote pale, sisi kama Waislamu tuna sifa moja nzuri sana ambayo bahati mbaya sifa hii tumeipoteza. Tuombe Allah sifa hii aturejeshe inshallah mara pili tuwe nayo. Sifa ipi? Sifa ambayo ukishaambiwa na Allah ukafahamu ulichoambiwa unashika adabu pale pale. Sami'na ata'na. Naam. Maneno mafupi, kazi kutekelezeka. Sami'na wa ata'na. Ukishaambiwa jambo hili ni haramu, huna tena nafasi wewe uanze kuleta logic, ulete falsafa. Hizi ni athari za fikra za kimagharibi. Baada ya wao kuwa hawaamini isipokuwa material, hawaamini thawabu. Hafanyi kitu mpaka apate kitu cha kushikika. Sasa fikira hizi upengiwa kwa Uislamu, na wao wakisomewa ni haramu kitu hichi ni wajibu kufanya, akiona kwamba atakosa maslahi yake, basi ataanza kutafuta vijisababu vya kuhalalishia jambo atakalo kufanya au jambo ambalo anataka silifanye. Sasa huu ni ufahamu wa kimagharibi ambao Uislamu wafaa kuwa nao. Tumekusha kuona aya hapa ambazo ni qat'u thubut, qat'u dalala, kwamba zipo 100% kupinga ni ukafiri, hata kutila shaka ni ukafiri, na maana yake na kukatikiwa kwamba ni haramu fikira, katiba, sera ambazo zinaweka dini kando, zinaweka maisha kando. Huu kwa ni msingi tosha kabisa hoja hizo zisije, lakini ndo zipo. Nisipende kuzita hoja, napenda kusema kwamba ni visingizio
au lugha ikiwa fasaha, porojo zao wanazoziona kwamba zinahalalisha watu kushiriki katika ukafiri, la ilhali kwamba hazina uhusiano wote na uhalalishaji wa ukafiri. Tukianza na hoja kwanza, maslahi. Naam, ni kweli tunakubaliana mtume ni rehma, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni rehma kwa ulimwengu, na mtume hakuja hapa watu wana dhiki, watu uliwe, watu waheshimisha magumu, wewe wajinga wasisome, wateswe, la, bali kaja kinyume cha hayo. Lakini ufahamu ambao watu washindwa kufahamu, rahma ile kusudiwa pale ni kufuata ule Uislamu. Si rahma kwamba ufikiri wewe unachokiona ni rahma ukifanye, bali ile rahma ni ule Uislamu wote jumla. Ukakamata Uislamu, sala, zaka, funga, hija, utawala wa Kiislamu, sheria za Kiislamu, ukaacha ukafiri wote, ukaacha haramu zote, ukaacha zinaa, ukaacha pombe, ukaacha liwati, ukaacha kumpigia kura binadamu anayekwenda kutunga sheria kinyume na sheria za Mungu, ukaacha kushiriki katiba kikafiri, ile ndio rahma. Yani rahma ni kufuata mafundisho yote ya Kiislamu, ndio inaitwa rahma hiyo. Kwa hivyo kina Abu Jeheli wao si rahma, kwa ni nakama. Kwa sababu huwezi kusema kwamba Abu Jahali mtume kwa rahma kwake wakati anaingia motoni, anaingia jahannam. Ina maana rahma iliyokusudiwa hapa ukifuata Uislamu wote ndio rahma. Sasa hoja ya maslahi ni hoja naanguka patupu, kwa sababu ni kweli Uislamu unaleta maslahi. Maslahi ina gani? Maslahi utakuwa buni wewe, au maslahi ile kufuata Uislamu wenyewe ndio maslahi? Jibu, kufuata Uislamu wenyewe wote ndio maslahi. Kwa hivyo kushiriki katika mchakato huu si maslahi, kwa sababu ni ukafiri. Naam, tuende nukta ya pili ambao sema basi dharura, mtu akizidiwa na japo nyama nguruwe. Na toba ni hoja ambazo ni visingizio ambavyo visingizio porojo, mwenyewe anaita porojo. Porojo ambazo zinasema. Naam, jibu lake itakuwa ni nabii kwa ufupi. Ya kwanza, dharura hii mtume hakuiona sallallahu alaihi wasallam. Kwani wakati wa mtume katiba zilikuwa hapo? Mtume sallallahu alaihi wasallama alizaliwa ndani ya Maka, alikutoka na utawala kina Abu Jahali. Na walikuwa na principles zao, wana sheria zao, wana kanuni zao, watawala wapo. Na akataka kuwapindua, wakamfuata mtume, wakataka afanye makubaliano fulani ashirikiane nao katika masuala ya utawala. Mtume akakataa. Sasa kubwa zaidi akaambia, in kunta turidu malan a'tainaka mulkan malaknaka hatta la naqta amra illa bika au imra'atan zawajnakaha. Mtume akaambiwa dawa yako jinsi ilivyokuwa inaita struggle, political struggle, ishawachemsha kina Abu Jahali, hawana raha tena. Zile hoja za mtume hazijibiki, wakataka mtume waweze kumlaghai, kama ambavyo baadhi ya Waislamu huwa na kwa wakali wakipo zile bahasha za kaki zile, basi mambo yanaharibika. Miaka hii mitano nasema fulani anafaa, fulani ndo mtu wetu, zikisogea bahasha baada ya miaka mitano fulani ule hafai, kura maslahi kwa ishahamia tena, kumbe ni kura bahasha. Wengine wasema ni uteuzi wa Mungu, si uteuzi wa Mungu. Alhasil, sisi kama Waislamu mtume ndo qudwatul lana, ndio kigezo chetu sisi. Alikutana na matatizo kama haya au zaidi ya haya, lakini hakukubali kushiriki katika ukafiri. Wakamwambia njoo tufanye almusawama, yani tufikie makubaliano fulani, utakao tukupe na si ambao tunataka utupe pia, tufikie mafikiano fulani. Mtume akakataa sallallahu alaihi wasallam.